Jina naitwa Fifi Boele. Hata wale wanaonifuatilia kwenye mtandao, Mungu awabariki sana na Mungu awafanyie wepesi, isiwe na kitu chochote au mtandao isisumbue. Kwa ajili tusikie mawili matatu Mungu atakayetuambia asubuhi ya leo. Amen. Basi hii ni mwezi wa sita, hii mwezi tarehe 6 mwezi wa 4 ni mwezi wa Pasaka. Wiki iliyopita nilikuwa nyumbani, lakini nilikuwa nafuatilia ibada online. Namshukuru Mungu, nilibarikiwa sana na mtumishi wa Mungu mwinjilisti aliyowachilia neno la Mungu, na nikasema kweli hii ni connection ya Mungu, kwa sababu hata mimi nilikuwa naandaa neno kuhusu Pasaka. Baada kusikiliza mtumishi wa Mungu anaachilia hekima ya Mungu mahali hapa, nilibarikiwa sana sana, na mimi nikasema nitatembea na hiyo mafundisho. Hii ni mwezi wa 4, ni mwezi wa Pasaka, ni mwezi wa Bwana. Pasaka ni sikukuu wa Bwana, tunatakiwa tujiandae. Ni mwezi ya matengenezo, ni mwezi ya kukaa sawa na Mungu kwa ajili ya ukombozi ya maisha yetu. Na nikasema nitatembea jinsi mtumishi wa Mungu alitembea, kwa kuongezea vitu viwili vitatu mahali aliishia. Ukisoma hata kwenye Agano la Kale, ile kitabu mtumishi wa Mungu alitembelea Kutoka 12, na mimi nitatembea hapo chini. Kabla mambo yote, Mungu alimwambia Musa wajitakase kabla ya Pasaka. Kabla ya Mungu kuja kuwapigania, Mungu alimwambia Musa wana Israeli wajitakase. Tunahitaji kujua thamani ya mwezi huu. Sio mwezi ya kawaida. Hii ni mwezi ambaye Mungu alimwambia Musa, mtafundisha watoto wenu, mtawaeleza jinsi mimi Bwana niliwetoa kwenye mkono wa Farao au wa Misri. Ni kitu ambaye Mungu anadithamani sana, kwa sababu aliditukuza kwa mataifa yote kupitia wana wa Israeli. Mataifa yote walijua wana wa Israeli wanaye Mungu mkuu, Mungu mwenye uweza wote. Na alimwambia Musa, hii mtaziita sikukuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana nikasema, kwa kuwa mtumishi wa Mungu alianza, na mimi nikazie kidogo, kama tulikuwa nazichukulia Pasaka kawaida au tunaangalia tu sherehe, lakini tusichukulie kawaida, kwa sababu ni sikukuu pekee Mungu aliruhusu kwenye Biblia. Ni sikukuu ya Pasaka ambaye walisema itakuwa sikukuu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna sikukuu nyingine huko kwenye Biblia wana Israeli walikuwa nao kwenye Agano la Kale, lakini ambaye Mungu alimwambia Musa wafundishe watoto wao. Hata sisi tunaopokea tutafundisha watoto wetu. Ni sikukuu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi somo langu kichwa chake nimesema, thamini vitu ambavyo Mungu anavithamini. Thamini vitu ambavyo Mungu anavithamini. Au kwa lugha nyingine nyepesi unaweza kusema kuvithamini vitu vinavyothaminiwa na Mungu. Kuvithamini vitu vinavyothaminiwa na Mungu. Kama wana wa Mungu tunahitaji kuthamini vitu ambaye baba yetu anavithamini. Hatupo hapa kwa ajili ya kufanya tunaotaka sisi. Hatupo hapa kwa ajili ya kufurahisha watu. Tukiangalia mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, kazi yake alifanya duniani
kufanya mapenzi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alifanya mapenzi ya baba yake kwa kuthamini vitu ambaye baba yake halikuwa anavithamini. Na siku ya leo tunasema tuthamini vitu ambavyo Mungu anavithamini. Mungu anavithamini nini? Kitu kikubwa Mungu anayezishughulikia nayo, anayevithamini ni nafsi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani hizi shughuli zote ya kuokoa wana Israeli, ya kumtuma Yesu atuokoe, Mungu anahangaikia nafsi. Hataki nafsi aliyoumbwa kwa mfano wake ipotee. Ndio maana tutasoma kwenye kitabu cha Yohana 3:16 tunazifahamu. Tunaweza kusoma, tunazifahamu. Lakini kitu cha kwanza au kitu kikubwa Mungu anayedithamini ni nafsi. Ni nafsi ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Tusome. Amen. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi Mungu au kitu kikubwa Mungu anayedithamini ni nafsi. Mungu hataki nafsi ya mwanadamu ipotee. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana shughuli zote aliyofanya kule Misri kuokoa nafsi ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa namfuatilia mtumishi wa Mungu Isaya, akasema leo watu utaona mtu wanamuuliza vipi Pasaka? Pasaka yangu ilikuwa mbaya. Pasaka inakuwa mbaya kwa sababu hujaelewa maana ya Pasaka. Pasaka imekuwa mbaya kwa sababu sisi tunathamini sherehe kuliko tendo iliyosababisha sherehe uwepo. Amen. Amen. Amina. Amen. Tunaangalia sana sherehe, lakini tuangalie kitu iliyosababisha sherehe iwepo. Ndio maana kama utausherekea vizuri utasema Pasaka yako ni mbaya, lakini ukiangalia gharama iliyotumika ili sababishe hiyo sherehe utamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pasaka, mtumishi wa Mungu Isaya siku ile alituambia, akasema Pasaka ina tafsiri nyingi sana, na yeye alichukua moja, na mimi pia ina tafsiri sana kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini niliangalia tena nikasema neno Pasaka ni neno ya Kiebrania ambaye hiyo neno inaitwa Pesai, likimaanisha kuvuka, kupita juu ya, kuhifadhi. Neno ya Kiebrania Pasaka ni neno ya Kipania, imetoka kwenye neno Pesai, inaomaanisha kuvuka, kupita juu ya na kuhifadhi. Na tulisikia mtumishi wa Mungu alitufundisha mwinjilisti habari ya kuvuka juu ya. Lakini niliangalia shughuli zote, hata tukichukua Mungu alivusha wana Israeli, Mungu alipita juu ya nyumba wana Israeli, yes. Mungu alihifadhi wana Israeli chini ya damu ya Yesu, chini ya damu ya mwana kondoo iliyochinjwa. Hizi zote Mungu alikuwa anahangaikia nafsi ya mwana Israeli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa anahangaikia nafsi tu isipotee, kwa sababu hiyo damu ya mwana kondoo aliyechinjwa, yes, ilikomboa wana Israeli au kuwaepusha kwa hukumu ya mauti au hukumu ya kifo iliyowachiliwa kwa taifa ya Misri. Amen.
Mtumishi wa Mungu alitufundisha wiki iliyopita. Yes. Kulikuwa na hukumu iliwachiliwa, wazaliwa wa kwanza wote watakufa na ilibidi aharibiwe apite. Lakini Mungu aliweza kuvusha wana Israeli. Mungu aliweza kupita juu ya nyumba zao. Mungu aliweza kuwaficha kwa alama ya damu tu. Ile damu waliopaka ndio iliyosaidia wana Israeli, ili mauti isiguse nafsi ya wazaliwa wao wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni upendo sana. Yes. Mungu anatupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu anahangaikia sana nafsi yetu isipotee. Ndio maana nikasema ukielewa gharama iliyotumika siku hiyo, utashangilia sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya milele, kwa sababu kuna jambo iliyofanyika siku hiyo ya sikukuu. Haleluya. Amen. Niliweza kuandika Mungu aliamuru ishara ya damu sio kwa sababu asingeweza kuwatambua Waisraeli kati ya Wamisri, lakini ni kwa sababu alitaka kuwafundisha watu wake umuhimu wa utii na ukombozi. Unajua, Mungu wakati alimwambia wana Israeli wachinje mwana kondoo na wapake damu, si ati Mungu alikuwa hana uwezo ya kuona watu wake, lakini nao ilikuwa somo, ilikuwa fundisho. Alikuwa anafundisha wana Israeli umuhimu ya kutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maana ya ukombozi. Yes. Hiyo damu tu waliona ya kawaida, lakini iliwakomboa na mauti. Iliyakomboa wazaliwa wao wa kwanza na mauti. Lakini hizi vitu zote Mungu alifanya kwa ajili maandalizi ya mwana kondoo wa Mungu, ambaye katika karne zijayo angelizichukua dhambi za ulimwengu. Tusome Yohana 1:29. Shughuli zote Mungu alifanya kwenye Agano la Kale ilikuwa maandalizi tu. Ilikuwa maandalizi kwa ajili ya sisi, kwa sababu Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Yohana 1:29. Amen. Neno la Mungu linasema, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Haleluya. Amen. Huyo ni Yohana Mbatizaji. Baada kumuona Yesu, na pale hata alikuwa amna mtu kaanza kuhubiria, wanabii ndio waliachilia unabii juu ya Yesu. Yes. Lakini anamwambia wanafunzi au watu ambaye alikuwa nao, anawaambia, angalieni mwana wa kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Mimi nilisema mtumishi wa Mungu alitufundisha kupitia wana wa Israeli, lakini sisi leo tunakuja kujifunza Pasaka na Yesu. Pointi langu la kwanza nimeandika Pasaka na Yesu. Yaani wewe andika hivyo tu. Pasaka ijaanza kwenye Agano Jipya. Pasaka imeanza kwenye Agano la Kale. Sasa tunachukua hiyo Pasaka, tutaangalia vitu vilivyofanyika kwenye Pasaka na kuja kuangalia Yesu akiwa Pasaka yetu vitu gani alifanya. Na Mungu alimwambia, vile nimesema mali hapa, nikasema Mungu alimwambia Musa, Pasaka ni amri. Yaani Pasaka ni lazima. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma kitabu cha Kutoka 12:14, Pasaka ni amri, na Pasaka ni sikukuu ya Bwana, sio sikukuu ya kawaida, sio sikukuu ya Wayahudi tu, ni sikukuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye Kutoka 12:14. Amen. Neno la Mungu linasema,
Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Kwa amri ya milele. Ni sikukuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kama ulikuwa unachukulia Pasaka ni kitu cha kawaida, Pasaka sio kitu cha kawaida. Ni sehemu Mungu alijitukuza, alionyesha mkono wake. Wakati baba alikuwa anasoma Isaya, nikasema hii ni divine connection ya vitu ninaotaka kufundisha leo, kwa sababu mkono wa Bwana iliodari, mkono mkuu, wana wa Israeli waliona hiyo kwenye siku hiyo ya Pasaka. Ndio maana Pasaka sio sherehe ya Wayahudi. Pasaka ni sikukuu ya Bwana. Wao walisherekea na sisi tunasherekea, na watoto wetu watasherekea, na itasherekewa milele na milele. Haleluya. 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 Amen. Na ili ujue Pasaka ilikuwa na nguvu, hata Yesu alisherekea sikukuu ya Pasaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka Luka 2:41 hadi 50, kuna mistari zingine tutakuwa naruka kwa sababu huko nyuma ile ni towe pointi ya mambo ninao nini. Sikukuu ya Bwana, hata Yesu aliweza kusherekea Pasaka akiwa na miaka 12. Soma haraka msomaji ili nianze kutoa mapointi ambayo ya Pasaka na Yesu. Luka 2:41 hadi 50. Amen. Neno la Mungu linasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakazani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. 50. Sawa. Haleluya. Amen. Ili uone Pasaka ni sikukuu ya Bwana, hata Bwana Yesu alisherekea sikukuu. Nimesema hivi, Yesu kazi alikuja kufanya duniani, katika moja yao kufanya mapenzi ya baba yake. Kwa sababu sikukuu ya Pasaka ilikuwa sikukuu ya Bwana, naye alisherekea ili atimize mapenzi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunaenda pointi ya kwanza. Nimesema Pasaka na Yesu. Tukiangalia Pasaka kwenye Agano Jipya, Pasaka ni kutangaza mauti ya Kristo. Kwenye Agano Jipya ni kutangaza mauti ya Kristo. Hakuna wokovu pasipo Yesu kufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pasaka tunatangaza mauti ya Kristo, na hakuna wokovu pasipo Yesu kufa msalabani. Kama Yesu angekufa msalabani, sisi hatungeokoka. Lakini kuna kazi ilifanyika msalabani, ndio maana hiyo kazi inasababisha tusherekee Pasaka
sikukuu ya Pasaka. So tunapokuwa tunatakiwa kuthamini ile Mungu anayezithamini. Amen. Kama Yesu aliweza kuthamini sikukuu ya Pasaka, na sisi tunatakiwa kuzithamini. Amen. Na katika Agano la Kale, Agano Jipya, kwa Wakristo nimeweza kuandika hivi: kwa Wakristo Pasaka ni ishara nyingi za kinabii ambazo utuelekeza kwa Yesu. Tukiangalia kuna unabii mingi ilikuwa imeachiliwa kwa ajili ya Yesu. Yani tukiongelea habari ya Pasaka kwetu tuliookoka, kuna ishara nyingi za kinabii ambazo ilituelekeza kwa Yesu. Na Agano Jipya ufundisha wazi kwamba sherehe za Kiyahudi au sherehe ya Pasaka ni kivuli cha mambo yajayo. Tukisoma kitabu cha Wakolothia 2:17, hii nitaomba tusome nyumbani, mtaona mambo yao, ili niingie katika mambo ambayo nataka niongelee Pasaka na Yesu. Nimesema hivi, katika Agano Jipya imefundisha waziwazi sherehe ya Wayahudi ni kivuli cha mambo yajao. Wakolosai 2:17. Sasa tunakuja kwenye Pasaka na Yesu. Kwenye Pasaka na Yesu kuna mambo 7 yanayotukumbusha juu ya ukombozi kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwenye Pasaka na Yesu kuna mambo 7 yanayotukumbusha juu ya ukombozi kupitia damu ya Yesu. Jambo la kwanza, utaona Pasaka ni nini na upande wa Yesu ni kitu gani. Pasaka ni kiini hasa cha tokeo la Pasaka. Ya tokeo la Pasaka ilikuwa ni ile neema ya Mungu iokoayo. Kiini hasa cha tokeo la Pasaka ilikuwa ni ile neema iokoayo. Sijui kama Kiswahili yangu imekuwa sawa. Yani kiini cha Pasaka, kipindi Mungu ameokoa wana Israeli kwenye mikono ya Farao, kiini chake ilikuwa ni neema iokoao. Haleluya. Mungu aliokoa wana Israeli kwa neema. Tukisoma Biblia, si ati kwa sababu walistahili, si ati kwa sababu walikuwa wema sana, lakini Mungu aliokoa wana Israeli kwa sababu ya neema yake na upendo wake juu ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifie. Amen. Yani kwa lugha nyingine tunaweza kusema neema ya Bwana tu iliyookoa wana wa Israeli. Pia Mungu alitaka kuheshimu agano lake. Mungu aliweka agano na baba na mababu zao, lakini alitaka kuheshimu agano lake. Ndio maana hiyo neema ilishuka kuokoa wana Israeli. Tutaandika Kutoka 7 hadi 10. Tutazisoma, kuna baadhi tutasoma, kuna baadhi tutaruka kwa ajili ya kusema hiyo maneno 7. Tukija upande wa Yesu, hii upande wa wana Israeli, tumeona kiini iliyookoa wana Israeli ni neema tu. Neema iokoao ndo iliokoa wana Israeli. Lakini tukija upande wa Agano Jipya kwa Yesu, kwa jinsi hiyo hiyo tumepata wokovu kwa Kristo. Subiri. Kwa jinsi hiyo tunaopata wokovu kwa Kristo uja kwetu kwa njia ya neema
ya ustaajabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa njia hiyo hiyo wana Israeli walipata wokovu kwa neema, na sisi tumepata neema kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kwa ustaajabu sana ya Mungu wetu. Amen. 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 Tutasoma kitabu cha Efeso 2:8-10. Hiyo tutasoma Efeso 2:8-10. Wana Israeli waliokolewa kwa neema, na sisi pia tumeokolewa kwa neema. Jinsi hiyo hiyo na sisi tumepata wokovu kwa neema kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Tusome wa Efeso 2:8-10. Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya amani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, wala sio kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, ndiyo, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Amen. 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 Tujaokolewa sio kwa matendo. Soma Tito 3:4-5. Tumeokolewa sio kwa matendo yetu, lakini tumeokolewa kwa neema, kwa sababu Mungu anatupenda na Mungu anatuthamini. Amen. 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 Tito 3:4-5. Amen. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa kufanya upya na Roho Mtakatifu tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwa matendo yetu, lakini tumeokolewa kwa neema. Twende jambo la pili. Jambo la pili, kule kwa Wayahudi tumeona, ndo tunasoma mahali hapa, kusudi ya kunyunyiza damu kwenye vizingiti vya milango lilikuwa ni kumwokoa na kifo kila mzaliwa wa kwanza wa kiume wa kila familia. Hiyo tumeona kwenye Pasaka. Tunakuja kwa Yesu, damu inaonunishwa na damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani ili kutuokoa sisi na mauti. Haleluya. Wana Israeli, kuna damu ilinyunyizwa, damu ya mwana kondoo kwenye vizingiti ya nyumba yao, waliokolewa. Na sisi tumekuja kuokolewa na Bwana Yesu na hiyo damu. Kwenye Pasaka tutasoma Kutoka 12:13 uruke mpaka 23, lakini kwetu tutasoma Waebrania 9:22. Nitakuruhusu tu usome Ebrania 22, damu iliyonunizwa ili sisi tukombolewe na mauti. Kulikuwa na mauti litangazwa juu yetu, lakini Yesu alinuniza damu ili mimi na wewe tukombolewe. Waebrania 9:22. Amen. Neno la Mungu linasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Kusafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hakuna nini? Ondoleo. Ondoleo. Yes. Amen. Katika Torati kila kitu ilisafishwa na damu, lakini pasipo damu hakuna ondoleo ya dhambi. Kulikuwa na hukumu ya mauti juu yetu, lakini Bwana Yesu alinuniza damu ili mimi na wewe tuokolewe. Hizi zote nataka nikwambie ile jambo iliyofanyika kabla kuja kusherekea sherehe ya Pasaka. Twende jambo la tatu. Mwanakondoo wa Pasaka alikuwa dhabihu. Mwanakondoo ya Pasaka alikuwa dhabihu kwetu. Dhabihu hii ilioneshwa kifo cha Kristo.
hata kwetu dhabihu yetu ilikuwa Yesu Kristo, alitufia msalabani. Warumi 3:25. Warumi 3:25, Wakorintho wa kwanza 5:7. Warumi 3:25, neno la Mungu linasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya amani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Amen. Wakorintho wa kwanza 5:7. Mwana kondoo au Yesu alinuniza damu ili atupatanishe tena na Mungu. Nenda Wakorintho wa kwanza 5:7, alafu tuende pointi ya 4. Neno la Mungu linasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wenu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Pasaka yetu ni Kristo aliyetolewa kama sadaka. Pasaka yetu, yani tunaposherekea sikukuu ya Pasaka, tunaelewa kuna sadaka iliyotolewa. Wenzetu waliteseka kutoa mwana kondoo kulingana na uwezo wako, lakini sisi tuliwachiliwa dhabihu ya milele ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaenda jambo la 4. Jambo la 4, Pasaka, kwenye Pasaka alichaguliwa kondoo dume aliyechaguliwa kufa, alitakiwa kuwa ambaye ana hila. Yani wakati walikuwa na chinja kondoo, alichaguliwa kondoo dume, lakini ile kondoo ambaye hana hila, hana ulemavu, hana tatizo yoyote, ndo alichaguliwa. Lakini kwetu Biblia inasema kwenye Agano Jipya, Kristo ni mwana kondoo wa Mungu asiyekuwa na dhambi. Haleluya. Waebrania 4:15. Nyumbani utasoma Pasaka kwenye Kutoka 12:5, lakini tusome Waebrania 4:15. Amen. Biblia inamuita Yesu mwana kondoo wa Mungu. Waebrania 4:15. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Yesu alijaribiwa sawasawa bila kufanya dhambi. Ni kondoo, ilitakiwa kondoo asiyokuwa na ila, na sisi tulikuwa na mwana wa kondoo wa Mungu ni Kristo, ambaye halikuwa hana dhambi, lakini akafa kwa ajili ya dhambi yetu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda jambo la 5. Jambo la 5, kitendo cha mkula mwana kondoo Jambo la 5, kitendo cha kumkula mwana kondoo kiliwakilisha kule kufanana kwa jamii ya Wayahudi. Amen. Amen. Wayahudi, Mungu alimwambia Musa, alimwambia baada ya kutoa ile damu wakipaka kwenye vizingiti, wote watakula ile nyama ya mwana kondoo. Tutapata maelekezo yake kwenye kitabu cha Kutoka huko vile walifanya. Lakini kile kitendo wote walikula nyama ile iliwakilisha wao ndo Wayahudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani ilikuwa kama umoja, ile wajue Mungu atambue wewe ni Myahudi kupitia kitendo ya kula nyama ya mwana kondoo. Lakini kwetu kwenye Agano Jipya vivyo hivyo, kushiriki chakula cha Bwana kunawakilisha
kushiriki kwetu katika kifo cha Kristo. Yes. Kifo kiokoao sisi na mauti ya kiroho. Haleluya. Amen. Tutasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:16 hadi 17. Kwetu wenzetu walikula nyama ya mwana kondoo, ikaonesha ushirikiano, ujamaa, au ndo wana wa Israeli. Na ile kitendo ya kula tu iliwaokoa na kifo ya mwilini. Unajua wenzetu mambo yao ilifanyika mwilini, lakini kwetu hivyo hivyo tunaposhiriki meza ya Bwana, tushiriki meza ya Bwana, hiyo ndo inatufanya, inatuonesha sisi tuko wa umoja. Amen. Amen. Hebu tusome alafu nitafafanua zaidi. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote tupokea sehemu ya ule mkate mmoja. Amen. Haleluya. Amen. Na soma Wakorintho wa kwanza 11:24-26, alafu nitafafanua ile tuende jambo la 6 huko tukimbiza kumalizia. Amen. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 24 hadi 26. Amen. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kunywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata aje. Amen. Haleluya. Amen. Wakati tulianza nafikiri nilisema Pasaka ni kutangaza mauti ya Kristo msalabani, na tumeona mali hapa tunaposhiriki meza ya Bwana tunafanya ukumbusho ya kazi ya msalabani na tunatangaza mauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na pointi hii nataka nikwambie kitu kimoja, mwana wa Mungu. Unajua wana Israeli walikuwa na jamii moja, walitambulika kwa jamii moja kupitia nyama ya mwana kondoo. Lakini sisi ili tuonekane wa jamii moja tunafanya kupitia meza ya Bwana. Unajua leo ibada ya meza ya Bwana imekuwa kawaida. Ndio maana tumesema hata Pasaka leo tunazichukulia kawaida kwa sababu hatujui gharama iliyotumika. Nafikiri hapa vile hata tumekimbiza, umeona gharama, shughuli Mungu alifanya ili aokoe wana wa Israeli. Na sawasawa Mungu hakuacha, alipenda ulimwengu akaja akatuokoa ili na sisi tukombolewe kupitia damu ya Yesu. Lakini hizi vitu zote tunaposhiriki meza ya Bwana tunafanya ukumbusho, tunakumbuka kazi ya msalaba. Yesu alifanya nini? Yesu msalabani aliteseka kwa ajili ya mimi na wewe. Yesu msalabani alipigwa kwa ajili ya mimi na wewe. Yesu, yani tunaposhiriki meza ya Bwana wapendwa, tunamheshimu Mungu. Kwa lugha nyingine niseme, yani tunafanya kitu ambaye tunathamini vitu ambaye Mungu anapenda. Tunafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini cha kushangaza leo watu wanachukulia meza. Unajua kuna Wakristo anaweza kaa mwaka mzima hajashiriki meza ya Bwana na anajikuta kawaida. Hapana. Ibada ya meza ya Bwana ni muhimu sana, inaotufanya kama umeokoka, kama umebatizwa, kwa nini ushiriki meza ya Bwana?
we una tatizo. Hii mwezi ya Pasaka, mwezi ya kutengeneza. Nimekwambia ukisoma kwenye hiyo kitabu ya Kutoka 12, kabla wana Israeli waende kushiriki meza ya Bwana, Mungu alimwambia waditakase. Mpendwa mwenzangu, kama hujui maana ya meza ya Bwana, na kuomba mtafute baba mchungaji, omba akueleze maana. Kwa nini wewe umeokoka, umebatizwa, lakini ushiriki meza ya Bwana? Meza ya Bwana ina nguvu. Meza ya Bwana inaleta uponyaji, kwa sababu ndani ya meza ya Bwana kila kitu iliyofanyika msalabani iko ndani ya meza ya Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezi kukaa, yani labda mwezi uliopita au baada ya miezi mitatu tulishiriki meza ya Bwana, ukapitisha, ikaja tena ingine. Kama hujatengeneza, na kuomba mpendwa, tengeneza, diweke sawa, shiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana italeta mabadiliko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio inaofanya tufanye ukumbusho. Hiyo ndio inaonesha tunathamini vitu ambaye Mungu anavithamini. Haleluya, haleluya. Lakini leo watu tunaishi, mtu ana miaka 2 anaingia kanisani ashiriki meza ya Bwana. Inawezekana pia unashiriki lakini hujui thamani ya meza ya Bwana. Tafute ujifunze. Kama una wasiwasi fulani, mtafute mtumishi wa Mungu akufundishe maana ya meza ya Bwana, nguvu iliyo ndani ya meza ya Bwana, thamani ya meza ya Bwana. Yesu alisema kila mkutanapo fanyeni hivi kwa ajili ya ukumbusho wangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nilitaka nikukazie tu katika hiyo, kwa sababu hizo vitu zote ndio inaoleta gharama ya Pasaka. Wenzetu walikula nyama wakapona, lakini sisi tunapokula mwili na damu ya Yesu tunapata ushindi. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu. Waimbaji wanaimba kuna nguvu. Ni kweli, kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu. Mungu alitumia damu ili akomboe wana Israeli. Alitengeneza kila mapigo kupitia mkono wa Musa, lakini Farao hakuacha wana wa Israeli. Lakini wakati damu ilimwagika, wana wa Israeli walikombolewa. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu. Amen, amen. Tunahitaji kushiriki meza ya Bwana, kujua ndani ya meza ya Bwana. Unaposhiriki meza ya Bwana, Mtume Paulo anasema pambanua, angalia, sema ninaposhiriki meza ya Bwana. Usichukulie kama kitu cha kawaida. Kama una matatizo yako wakati unashiriki meza ya Bwana, mwambie Yesu, msalabani ulilipa madeni yangu, msalabani ulinipa uponyaji. Ninaposhiriki mwili na damu yako kwenye ibada ya meza ya Bwana, Mungu nategemea uponyaji kwenye maisha yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wana wa Mungu, meza ya Bwana sio kitu cha kawaida. Kuna gharama iliyoachiliwa ndani ya meza ya Bwana. Tunaposhiriki meza ya Bwana inatutoa katika maangamizo. Kuna kifo, tumeachilia hukumu ya kifo, lakini ndani ya meza ya Bwana tunapata ukomboaji. Amen, 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 amen. Basi tuende jambo la 6. Jambo la 6, tendo cha kununiza damu kwenye vizingiti vya milango kilifanyika kwa imani yenye utii. Wana Israeli, nilisikia hata Isaya alifundisha kitu hiyo. Nyumbani wewe soma Kutoka 12:28, lakini hapa mtumishi soma Waebrania 11:28. Kupaka damu ni tendo la utii. Katika mambo ya Mungu, wapendwa, inahitaji utiifu. Ili tufanye mapenzi ya Mungu, tunahitaji kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kufanya mapenzi ya Mungu alikuwa anamtii baba yake. Musa akamwambia wana Israeli wasitoke nje,
wasitoke, kwa sababu wangetoka nje wangekutana na mauti. Walimtii Musa na Musa akamwambia, pakeni damu kwenye vizingiti ya nyumba yenu. Walifanya hivyo ili waepusha na hukumu ya mauti. Waebrania 11:28. Neno la Mungu linasema, kwa imani akaifanya Pasaka na kwa kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Kwa imani. Yes. Walifanya kwa imani. Na sisi tunahitaji kumtii Bwana kwa imani. Yes. Ili neno la Mungu tunaosikia mahali hapa, Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji kuwa na imani ya kutii. Tunapoongelea Mungu ashuki. Mungu alimtumia Musa, hata shuka tena, anatutumia sisi watumishi wake. Anaongea na nini kupitia sisi? Yes. Kama utatii, unamtii Mungu, sio mimi. Mimi nikitoka hapa, mimi ni mwanadamu ya kawaida. Yes. Lakini ni Mungu anaongea na wewe kupitia maandiko. Haleluya. Haleluya. Ili tulete mabadiliko kwenye maisha yetu, tunahitaji utiifu. Amen. Tunahitaji utii. Wana Israeli walikuwa majeuri sana, lakini walimtii Musa, na kama wangemtii Musa wangekufa. Huyu ambaye angetoka nje angekufa. Nilisikia Isaya alisema hapa, nje kuna mauti. Kama utaki kutii neno la Mungu, utakutana na hiyo mauti. Wenzetu walipata mauti ya mwilini, sisi katika roho. Kuna vitu zako itaharibika, unalialia, kumbe jeuri zako na kosa kusikia neno la Mungu inakuletea matatizo. Amen. 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 Twende jambo la mwisho, jambo la 7. Mwanakondoo wa Pasaka alipaswa kuliwa pamoja na mkate isiyokuwa na chachu. Okay, hii niendelee, nitawapa mistari msome kwa sababu muda umeisha. Kutoka 12:8. Kibibilia kawaida uchachu huwakilisha dhambi na uharibifu. Kutoka 13:7. Na huko kwetu mkate sio kuwa na chachu pia ni dhambi. So kama wana wa Mungu tunahitaji, watu wa Mungu tunahitaji kuondoka katika dhambi, tunahitaji kutoka katika uharibifu ili sisi tuweze kutembea na Mungu wetu. Mungu alimwambia wana wa Israeli wale mkate isiyokuwa na chachu, lakini kibibilia hii uchachu inaonesha dhambi. Utakapotaka kushiriki meza ya Bwana, unahitaji kutengeneza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni mwezi wa toba. Tunahitaji kutubu, tunahitaji kujitakasa, tunahitaji pale tumekosea, pale saa zingine ulisherekea Pasaka kikawaida, lakini tubu, umurudie Bwana yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi tutaenda kusimama kwa kuwa muda wetu imeisha. Kwa maneno machache tumesikia, tutasimama. Karibu baba mchungaji kwa ajili ya maombi. Ni wewe urudi ndani yako, uone sehemu gani umemkosea Mungu wako, lakini tutengeneze ili tuweze kushiriki meza tukiwa safi. Karibu baba. Asante. Tutakwenda kuomba wote kwa pamoja kama alivyoanza kwa mahubiri kwamba Musa aliwaambia wana wa Israeli wajitayarishe kwa ajili ya ukombozi wao. Lakini pia si kwamba Musa haongei yeye mwenyewe, ni sauti kutoka mbinguni, na sisi tunahitaji kufanya hivyo. Mungu wetu apate kutujulisha kile ambacho kilifanyika kabla ya Yesu na baada